Kwa upande wa masoko, tumeendelea kuweka mkazo mkubwa wa kuhamasisha Watanzania kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana ikiwemo eneo la soko huru la biashara la Afrika na zero tariff ya nchini China kwa lengo la kukuza biashara zetu. Hivyo, napenda kutumia fursa hii kuwahamasisha wafanyabiashara wote kutumia fursa hizi adhimu katika kupata masoko ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Aidha, kwa upande wa taasisi za serikali, tuna wajibu wa kuhakikisha tunaondoa urasimu unaokwamisha utoaji wa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi. Lakini takwimu za awali zimeonyesha thamani ya biashara na huduma zilizotolewa wakati wa maonesho pamoja na idadi ya watu waliohudhuria na taasisi wezeshi ambazo zimetoa huduma kama ifuatavyo: mauzo ya papo kwa papo Tanzania shilingi bilioni 3.89, huduma wezeshi ambazo ni uhamiaji, NIDA, RITA, BRELA na taasisi zote ambazo zinatoa huduma katika business clinic pamoja na mabanda yao binafsi, jumla ya watu 27,350 mpaka jana wamehudumiwa. Kuna huduma za afya watu 2,833, huduma za benki watu 23,435, kliniki ya biashara watu 3,875. Sehemu kubwa ya bidhaa ambazo zimeonyeshwa ni 58.6 bidhaa hizo zinazalishwa nchini. Kwa wafanyabiashara wetu, Sabasaba imekuwa zaidi ya maonyesho. Imekuwa darasa la biashara, soko la bidhaa, jukwaa la ubunifu na mahali pa kujenga mahusiano ya muda mrefu ya kibiashara. Kwa wawekezaji, imekuwa dirisha la kuona uwezo mkubwa wa Tanzania katika viwanda, kilimo cha biashara, madini, utalii, huduma na uchumi wa kidijitali. Kwa vijana na wabunifu, imekuwa uthibitisho kwamba ubunifu unaweza kubadilishwa kuwa biashara zenye ushindani wa kimataifa. Tunaendelea kutekeleza sera na mipango mbalimbali inayolenga kuboresha mazingira ya biashara, kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini, kuendeleza sekta ya viwanda na kuvutia uwekezaji wenye tija. Dhamira yetu ni kujenga sekta binafsi yenye nguvu na ushindani itakayokuwa chachu ya ukuaji wa uchumi jumuishi, kuongeza ajira kwa vijana na wanawake na kuinua ustawi wa wananchi kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.